Yanga dhidi ya Mtibwa Sugar utakuwa ni mchezo mzuri kutazama, lakini kwenye makaratasi bado Yanga anakuwa favorite kwenye mchezo. Mtibwa Sugar ni moja ya timu ambayo imepanda msimu huu. Wameshinda mchezo mmoja, umetoka sare mchezo mmoja na wamepoteza michezo mingine ambayo tayari wamecheza. Mtibwa Sugar ina wachezaji wengi sana, katika timu ambayo ina wachezaji wengi ambao wakizawa na wachezaji ambao walikuwa tangu msimu uliopita. Mtibwa Sugar ni moja wapo. Naona ni mechi ambayo itakuwa nzuri. Wale wakina Liawatwa, wakina wapo wachezaji wengi, wakina Fizi, wakina Andrews Nchimba, wana wachezaji wengi wazuri. Kwa hiyo ukiniambia mchezo utakuwa namna gani, mchezo utakuwa mzuri na Yanga atakuwa anaingia kwenye mchezo kwa kuhitaji zaidi kupata alama 3, kwa sababu inakumbuka kwamba kwenye mchezo uliopita wa ligi kuu ya soka Tanzania bara Yanga aliangusha alama 2 dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo kama timu bingwa mtetezi anahitaji kutetea ubingwa wake, hato tamani tena kupoteza hizo alama. Kwa hiyo naona ni mchezo ambao utakuwa mzuri, lakini Yanga bado anaingia kwenye mchezo akiwa favorite wa mchezo. Unafikiri ni eneo lipi hasa ambalo linaingia linatazama kwa upande wa timu zote? Muendelezo wa Mtibwa Sugar umekuwa ni mgumu. Ukitazama matokeo yao hawajawa na muendelezo mzuri, ukiachana na ushindi mmoja, sare nyingi na kupoteza. Wanakwenda kukutana na Young Africans ambao pia imekuwa na shinikizo na pressure kubwa ya mashabiki. Pengine mchezo unakwenda kuwa wa upande gani na namna gani ambavyo kwa upande wa walimu zote wanatakiwa kuziandaa timu zao? Ukiondoa sababu zote Yanga bado ataingia kwenye mchezo kama favorite, kwa sababu anaenda kucheza KMC Complex. Sikumbuki kama Yanga aliwahi kufungwa uwanja wa KMC Complex. Msimu uliopita alipoteza michezo 2 peke yake, lakini kwenye hiyo michezo ambayo alipoteza yote alipoteza Azam Complex. Kwa hiyo KMC Yanga hajawahi kufungwa kwa mchezo wa ndani ya dakika 90 kwenye ligi kuu. Hiyo ni kitu kimoja, lakini Yanga pia wana timu bora kuliko Mtibwa Sugar. Hapa sasa kwenye mchezo uliopita wa Yanga dhidi ya Silver Strikers, Yanga walionyesha kwenye dakika 45 za kwanza wana uhitaji mchezo na walicheza vizuri sana. Lakini kwenye kipindi cha pili kuna muda kama tempo unaona ina slow down, kuchoka kunaanza kuingia, timu haipo fit kiasi. Kwa sasa kocha Mabadi, lakini pia Mabedi, of course Patrice Mabedi msaidizi namba 2, lakini pia kocha mkuu nikimaanisha Pedro Goncalves anaweza akawa hajaingiza vitu vingi sana, lakini akiutazama ule mchezo, swala la kubadilisha kitu kimbinu alihitaji mwezi mmoja. Swala la kubadilisha kwa mapandikizia watu mbinu inahitaji hata mchezo ukiwa unaendelea kocha anaweza akabadilisha mbinu. Kwa hiyo Yanga anaingia kwenye mchezo akiwa anahitaji ushindi kwa namna yoyote ile, kwa sababu tayari yupo nyuma kwa kupoteza alama 2 ukifanisha na ushindani wake wa karibu Simba ambao hajaangusha alama yoyote. Achana na timu kama Mbeya City ambao wanaongoza ligi, achana na wao kina Fountain Gate wana alama 7, Mashujaa wenye alama 8, lakini unapozitazama timu kubwa kwenye msimu ni Simba, Yanga, Azam na timu nyingine. Azam ameangusha alama, lakini Singida na Simba ndio timu ambazo zina ushindi 100%. Kwa hiyo Yanga naamini ataingia kwenye huu mchezo kwa kuhitaji alama 3, na kawaida Yanga akiwa na siku nzuri bila shaka Mtibwa anaweza akafungwa goli 2 na kuendelea. Kwani changamoto kubwa hasa kwa upande wa kikosi cha Mtibwa Sugar iko wapi ukitazama kwenye michezo ambayo imepita? Mtibwa Sugar wanazidiwa quality na baadhi ya maeneo. Ukiangalia wachezaji kuanzia namba 1 mpaka namba 11. Sometime anaanza goalkeeper Constantine Malima, lakini kuna siku anadaka Toba. Ukiangalia makipa wote wawili ukofanisha na Djigui Diarra, bado Djigui Diarra atakuwa bora kuliko wa goalkeeper. Nenda kwa fullback Oscar Masai kwenye eneo la ulinzi, mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa muhimili mkubwa wa timu, wakina Eric Aruzi na wengine wengi ambao wanapatikana kwenye timu, wakina Buzungu Hamis Buzungu. Bado ni mchezaji mzuri kwenye timu ya Mtibwa Sugar, lakini ukimtoa Andrews Nchimba ukimpeleka kwenye kikosi kama cha Yanga ataweza kufanya vizuri, utagundua no. Kwenye timu yao wanahitaji kuingiza baadhi ya wachezaji wenye uzoefu. Yupo Lamine Molo, mmoja wa wachezaji ambao wengine wana uzoefu mkubwa sana, lakini Lamine Molo mimi mzuri ambaye nilimtazama akiwa kwenye kikosi cha Al Hilal Omdurman. Baada ya hapo hakupi kile kitu ambacho amekitarajia. Lakini usisahau pia Yanga kila siku zinazozidi kwenda wanazidi kuimarika kwenye baadhi ya maeneo. Wana wachezaji wazuri, lakini kuna baadhi ya wachezaji wanaanza kuonekana ku-click kwenye formation ya timu. Mtu kama Maxim pia Nzengeli, mmoja kati ya wachezaji ambao anafanya Yanga icheze vile ambavyo wanataka. Pacome Zouzoua, Prince Dube, licha kwamba anakosa magoli, kwangu mimi bado atabaki kuendelea kuwa mshambuliaji hatari kwenye kikosi ya Yanga, mshambuliaji mzuri. Wakina Andre Boyeli pia wanatafuta namba ya kucheza, lakini bado wachezaji wengine wakina Duke Abuya kwenye eneo la kiungo, na wachezaji wengine naamini kuna mabadiliko kadhaa anaweza katokea, kwa sababu Ibrahim Baka bila shaka anakosekana kwa sababu tayari amefungiwa michezo 5. Anaweza akacheza Sink au akacheza Bakari Nondo Mwamnyeto. Itakuwa ni mechi nyingine ambayo
nzuri. Kwa swali lako, wapi Mtibwa Sugar wanapokwama zaidi kwenye eneo la quality, hasa kwa mchezaji mmoja mmoja. Sina shida na mbinu za Maniche, nikimaanisha Awazi Juma amekuwa na mbinu nzuri sana, lakini wachezaji kuna muda pia wanamwangusha. Sawa, kwa Young Africans wao wana mwalimu mpya ambaye kesho ataanza kusimama kwenye ile bench touchline, ile atasimama kwa ajili ya kuongoza kikosi hiko. Ni kitu gani hasa ambacho cha kwanza anatakiwa kurekebisha? Na atazama kule walikotoka, malalamiko alikuwa ni mengi kuwa timu inacheza mpira ambao hauvutii licha kwamba walikuwa wanapata matokeo. Kocha mpya Pedro Suarez Goncalves ni kocha ambaye ana uzoefu wa soka la barani Afrika na amefundisha Angola kwa mafanikio kidogo. Kuanzia Premier de Agosto Academy akaenda national team under 20, under 17, under 20 timu za vijana, baadaye akapanda senior team, na ndio ni kocha ambaye anafahamu tabia za wachezaji wengi wa Kiafrika. Na tabia za wachezaji wengi wa Kiafrika zinafanana. Kitu cha kwanza ambacho naamini anaenda kuweka kwenye timu ni kwanza kuhamasisha. Yes guys, mna quality kubwa, mna uwezo mkubwa, onesheni, wape uhuru wafanye kile ambacho wanaweza kufanya. Huku ukiwa unaingiza mbinu taratibu. Kwenye dakika 45 za kwanza atatumia kuonja ile test ya ligi kuu, kwa sababu anacheza na mpinzani ambaye huenda kwenye video amemwona Mtibwa Sugar the way ambapo anacheza, lakini kunahitaji ile touch kufeel pale kwenye touchline nini ambacho kinatokea. Kwa hiyo kuna vitu vidogo vidogo vitaanza kubadilika, kwa sababu swala la mbinu nimesema alihitaji mechi 5 kujua wewe kama unabadilisha mbinu, kwa sababu hata kwenye mchezo tu wakati unaanza mapumziko inabidi uje ujibu maswali ambayo ya mpinzani ambayo amekuuliza, yale mabadiliko ambayo yanaendana kutokana na mchezo vile ambavyo unaendelea. Kwa hiyo naamini kwamba kocha Pedro ana kazi nzuri, ana kazi ngumu ya kufanya, lakini kwake haiwezi kawa kazi ngumu sana, hasa anapokutana na mechi kama Mtibwa Sugar. Umemtaja mchezaji Frank Yasinki ambaye hajaonekana kuaminiwa kwenye kipindi cha Romain Folz. Pengine unafikiri ni kitu gani hasa ambacho kilikosekana kwake kwa upande wa mwalimu Romain Folz akashindwa kumwamini? Kwanza Romain Folz alikuwa bado hajaseto kwenye timu. Kwa hiyo wakati ambao bado hujaseto kwenye timu, hata majaribio yanakuwa machache. Sio yeye peke yake ambaye hajaanza kupata muda mwingi. Hata Lasini Kouma ndio amefunga bao moja kwenye michezo ambayo amecheza, lakini naye bado ana struggle kuingia kwenye timu. Musa Balakonte ana struggle kuingia kwenye timu. Celestine Ekua, unaweza kusema walao kina Celestine Ekua wamepata hata dakika za kucheza, lakini mtu kama Frank Yasinki hajacheza mchezo wote wa kimashindano. Anaweza kawa ni mlinzi mzuri, mimi naamini kwamba ni mlinzi mzuri, lakini kuna muda unapaswa kuheshimu pia wanaoanza. Wakina Bakari Mwamnyeto, wakina Dickson Jobu, Ibrahim Baka wamekuwa na kiwango cha muendelezo. Kutokana hizi mechi zipo karibu sana, naamini kuna rotation itafanyika na muda utafika tu wa bwana Frank Yasinki akaweza kucheza. Alionyesha kiwango kizuri sana akiwa na timu ya Singida Black Stars wakati anatambulishwa, na alionekana kwamba ni mbadala sahihi wa mtu kama Benjamin Tanim wakati anatoka Singida Black Stars anasajiliwa kule Uingereza. Kwa hiyo naamini ni swala muda, ataingia taratibu. Hata Duke Abuya wakati anajiunga na Yanga akuanza tu moja kwa moja kuingia kwenye timu. Alianza michezo ya kirafiki alicheza vizuri, lakini kuanza kwenye first 11 ilimchukua muda mpaka kuja kupata muda kwanza. Sawa, tukipata nafasi pia kutupia mchezo mwingine ambao unatarajiwa kuendelea. Tumeona Simba nao wanatarajiwa kushuka dimbani kucheza ni Oktoba 30 wanakwenda kucheza na TRA United ambao jana muendelezo mzuri. Unaona jicho lako unaona kitu gani, na ukihusianisha na mchezo ambao umetoka kuchezwa klabu bingwa na performance yao namna ambavyo ilikuwa? TRA nao hajaanza vizuri kwenye huu msimu. Ni moja ya timu ambayo ina struggle sana kufunga mabao. Yes, wamewasajili wakina Makame, wapo wakina Ali Nganzi, wapo wakina Nasri Kombo ambao walikuwa tangu msimu uliopita, wapo Noeli. Of course kwa majina na wachezaji wazuri, lakini bado Simba atakuwa bora kuliko wao. Simba bado hajajipata. Simba nao ni bado inajitafuta, lakini kujitafuta kwa Simba Sports Club sio sawa na kujitafuta kwa timu kama Tabora ambao ni TRA. TRA wana kazi kubwa kufanya. Bado nampa Simba nafasi ya kushinda huo mchezo.